Kwa Kiluya huwa anasema wakaambiwa waua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kusema nini? Tumehubiriwa, imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii ingine yote ni ya kuongezewa kwa hali ya kugoja. Maana ukiosha mtoto mara ya kwanza anapozaliwa hataishi uchafu, maana umemzaa. Ukimuosha mara ya kwanza ataishi namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumeambiwa, tumehubiriwa na mengi tumeyasikia, inabakia tu tulisikiaje, alafu tuweke ule utendaji. Utendaji ndio utakao tufikisha pale, sio kusikia na utendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tukisikia, siku moja huwa nikauliza wakati mama ama mtu anaponunia ama kioo kama hiyo, faida ya kioo ni nini? Ubaya wa kioo, uzuri wa kioo, mambo ni mawili. Uzuri na ubaya. Ukinunua unawekanga ili uweze, ukishajiangalia utaulizwa uzuri wa kioo ni nini. Itakuwa nimejiangalia, imeniona uchafu, nikishaniona uchafu kuna hatua ya kuchukua. Hautawacha hivyo wewe mwenyewe, sasa itakuwa ni wewe kujitoa. Na ukijiona tena kuna hatua ukose kutoa, tena ni lako hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kioo ina kasi yake. Tunasoma kitabu cha Yohana 3. Yohana 3. Tunasoma kuanzia huu mstari na tutaenda polepole. Jambo linasema ya kwamba palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Huo ni mstari wa kwanza. Unasema ya kwamba alikuwa mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku. Jambo la pili ni ule usiku aliyomwendea. Katika kitabu hicho tunasoma mambo ya huyu mtu Mfarisayo Nicodemus. Jina Nicodemus maana yake ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtu unasikia alikuwa mkuu wa Wayahudi. Ukisoma mahali pengine alikuwa mwanasheria aliyekuwa akipeana yani kule mashauri katika Israeli. Na akawa pia kanisani ni mkuu wa kanisa. Neno linasema alipomwendea Yesu, alimwendea siku za usiku. Ukisikia usiku utaweza sema pengine alikuwa mwizi, maana mwizi ndiye anatembea usiku. Na kila wakati tunasema usiku pengine ni wa shetani ama ni matendo ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipomwendea alimtambua kuwa yeye Yesu ni mwalimu mkuu. Na Nicodemus Yesu pia naye akamtambua. Wote wakatambuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna asiyejua mwingine. Alijua kila mtu alimjua mwenzake, lakini kukawa kuna utofauti pale. Wakati aliingia pale akamtambua yeye ni Yesu, mwalimu mkuu. Nicodemus akajulikana yeye ni mkuu katika Mafarisayo. Lakini ilipofika wakati Nicodemus akikaa pale, alikuwa na kule kuwazawashwa kwa kila siku, si kwa kukaa ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alikuwa akikaa katikati ya watu maarufu, watu wajuae kila hali ya ile inaitwa udini. Sio kumwendea Yesu ama kwenda mbinguni. Alikuwa anakaa Jerusalem, mahali yani pa kanisa, dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuwa
ushauri wao au maana yao ni kwamba wana kile wanachokitafuta. Lakini wakiwa pale, Nicodemus alisikia habari ya Yesu. Alisikia habari ya Yesu. Kutoka pale amwendee Yesu ilikuanga ni shida kwake. Kwa nini? Lakini alisikia habari ya Yesu. Ilikuwa shida gani? Hangemwendea Yesu. Na alimtambua vizuri. Jambo la kwanza ilikuwa na kwamba ni vile naweza kukaa ndani ya watu. Watu wale ni wangu, wale ni heshimu. Mimi nami na waheshimu. Sitaki ni haribu, yani ule uhusiano wao na ile na kile kitu ninachokiona. Basi Nicodemus akaona pengine nikitoka hapa nitadharauliwa. Ule ukuu wangu ama ile hali yangu itadharauliwa. Yule ninayemwendea wengi wamemkimbilia, wamemwendea. Lakini mimi maana ni mkuu, sitaki kutwezwa, nirudishwe chini. Nataka nikae mahali pa juu na jina la sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nicodemus alitafuta nafasi yake ile inaitwa ya mwizi. Ikisikika kila mtu hiyo siku ni ya mwizi. Ukisoma kwa Biblia kuna watu walitafuta Mungu usiku. Wakienda kumtafuta. Yani akitafuta nafasi yake. Ingawaje ni nafasi iitwayo ya mwizi ama ya giza, alitaka aongee na yeye. Huyo Nicodemus. Alipoongea na yeye, kuanzia pale tunaona Nicodemus wakati wote alipokiishi alishiriki jambo linalomhusu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kutafuta nafasi yake ile inakataliwa. Wengi wanaikataa hiyo nafasi. Inaitwa ni ya mwizi, ya usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku sio huo ndio alikuwa akitaka. Kuna yule alikuwa anataka ile nafasi imsaidie kufikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale pia wanatafuta wakati wa mwangaza kama huu, lakini tuwezi. Lakini ni siku nzuri, ni saa nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwangaza, akitembea lakini atashikwa ni mwizi. Akinena atapatikana ni mtu ako kando na ako kwa mwangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo si mwangaza ukufanyao usimame vile inatakiwa, lakini sehemu yako ile utainyakuwa na useme nataka kumuona yule ninayemtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Nicodemus alitafuta, hakuangalia kikundi cha watu, hakuangalia vile watu walivyo, hakuangalia ule ukuu wake, hakuangalia sehemu ya wale watu walikuwa wana wa sheria ama wakuu wa makanisa ama dini yake. Alipofikia Yesu, kuna ushauri aliyopewa tofauti na wa mahali anapokaa, tofauti na watu anaokaa nao, tofauti na utendaji wa watu anaokaa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana amekuta mshauri na mwalimu mkuu. Yule aliyetafakari na akaona, ninaona wewe ni mwalimu mkuu. Wacha binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoenda anaongea na hapa akamwambia hivi, kilichozaliwa na mwili ni mwili. Yesu hapo alikuwa amesonga na maongeo ya Nicodemus. Na akasema na kilichozaliwa na roho ni roho. Akajibu akamwambia, usistajabu kwa kuwa nalikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma uendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nicodemus maisha yake aliishi kati ya watu akiwa mwili. Akiwa Nicodemus, jina lake alilopewa na mama yake mzazi na jamii yake, akapewa jina lile.
jina ambalo alingemfanya kurithi ufalme wa Mungu. Akaingia kati ya watu ushirika kama huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa pale tena alianza kupigana vita, nitashinda namna gani nione ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini alianza hiyo vita vya kushindana namna hiyo? Alipofika kwa Yesu, kuna yale Yesu alimwambia, akaongelezana na yeye, maana amemtambua ni mwalimu mkuu. Ana njia ya kumtafutia namna siku zikifika nitauona ufalme. Akatoa mawazo yake ndani ya mwanadamu. Akatoa mawazo ndani ya dini yake. Akatoa mawazo kwa mashauri ya mwanadamu. Akaenda kwa mwalimu aitwaye mwalimu mkuu. Yesu naye akaona karia ya Nikodemus, ile aliyotaka aitoe, maana ile ilikuwa imebebwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili ndio ulikuwa umebeba hiyo kazi. Mwili ambao haungetawanyika na mambo ya dunia hii. Akaambiwa kilichozaliwa na mwili ni cha mwili na mwisho wake huko. Na kilichozaliwa na roho ni cha roho. Lakini utofauti ni kwamba Biblia inataja pia kuna wale waliozaliwa na roho lakini wataangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tuangamie? Nikodemus akazitoa pale. Hapo tunasikia akianza safari pamoja na Yesu. Wakati Yesu anasulubiwa, Nikodemus yako hapo anataka kuona mwili ule. Wakati wa mazishi ya Yesu, Nikodemus yuko, maana alisikia neno la Yesu na akajua huyu ni mwana wa Mungu. Anashiriki kila jambo. Hakurudi kushiriki mambo ya mwanadamu duniani. Hakurudi kuchukua fikra zake kuweka ndani ya mwanadamu. Alijua kuna mwalimu mbele, mwalimu atakayenipa njia. Akaambiwa kabla haujazaliwa mara ya pili, ufalme ni gumu. Ufalme ni gumu. Na sasa umezaliwa mara ya pili, ije itakuwa ngumu kuona ufalme, maana sikutaka kuingia katika roho na nipewe roho atakayeniridhisha ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho huyu wa Mungu, huyu ako vile atakayompeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiingia hapa ataingia, lakini anakuachia nafasi. Ita roho wa Mungu wa kukuridhisha, atakayeridhisha katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni roho yupi huyu atakayeridhisha? Neno linasema ukishaingia pale kuna ule ujuzi wa utawala, roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Au umeingia katika roho wa Mungu, lakini uje ufike mahali pa kuhukumiwa, maana roho alikuachilia ukawa ulirudi katika mwili. Unatembea ukiwa katika mwili, unanena ukiwa katika mwili, mawazo yako yakiwa katika mwili. Ninaposimama hivi ndio roho anachipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika utendaji, nikiwa nje, nikiwa popote, mwili ndio unaofanya kazi. Ndio unaonena, ndio unaotamka, ndio unaofanya kazi kule nje. Mahali ulipo, hisia zako ziko katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa usipozaliwa mara ya pili ufalme hauoni. Jambo la mwana wa Mungu kuokoka ni kuona mbinguni. Asirudi nyuma, akashikana na mwili, akaingia katika mwili, mambo yake yawe ya mwili.
Nicodemus alitafuta akawa mshindi. Sijui mzazi alifikiria nini akimpatia jina Nicodemus. Maana jina linasema mshindi. Na akashinda, akatoka ndani ya watu. Ni nini nitakayofanya? Maana lengo la kuingia katika nyumba ya Mungu nitafute Yesu akija. Si lengo niweke ndani ya mtu. Si lengo uweke kwa mwenzio. Si lengo ufikirie kuishi kama mwili unavyokuongoza. Ni Yesu akija niwe pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hapo Nicodemus alijitoa. Hakuangalia ukuu wake, hakuangalia jinsi alivyo, hakuangalia wale anaokaa nao. Aliangalia nitekeleze nafasi yangu mimi na Yesu. Bwana asifiwe sana. Nafasi yako ni ipi? Yako nafasi ni ipi? Ni ya kuingia kati ya watu? Ni ya kukaa kati ya watu? Ni ya kutamka kama binadamu? Vita vya mwili, mawazo ya mwili, kutazama kwa mwili, ukiongea ni mwili. Bwana asifiwe sana. Turudi katika roho wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Inapotamka atamke roho wa Mungu. Napotembea roho wa Mungu anene. Bwana asifiwe sana. Na tuwe katika nyumba ya Mungu iliyo na tarajio. Tusiwe nyumba ya Mungu isiyo na tarajio. Maana uweza kuishi mtu asiye na tarajio lolote. Mtu akaaye katika kusanyiko. Mtu anasema ya kwamba naenda, lakini mahali alikaa pale. Maisha yake yako pale pale. Vile alivyoitwa ndivyo alivyo. Kukaa kwake, mawazo yake ni yale yale, dunia hii. Kutembea kwake ni dunia hii. Kuishi kwake ni dunia hii. Sijashinda bado. Haujashinda bado. Lakini Biblia Timotheo anasema na tutafute sana elimu itwao ya utawa. Bwana asifiwe sana. Ili nifikie kuitwa mtawa na kweli nikae katika utawa. Yesu akija akupate ukiwa mteule. Utawa ni mteule wa Mungu anayetafuta kila siku. Bwana asifiwe sana. Neno tunasoma katika kitabu hiki kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka 2. Tukiingia katika kitabu cha Kutoka 2:14. Inasema yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na muamuzi wetu juu yetu? Wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri. Bwana asifiwe sana. Hiyo wakati wa Musa. Musa akiitwa alikuja kuwa muamuzi kati ya mwanadamu. Na kile alikuwa anataka kuangamiza. Bwana asifiwe sana. Katika ile harakati wana wa Israeli walikuwa utumwani. Na walipokuwa utumwani alitaka kuangamiza ule utumwa. Bwana asifiwe sana. Utoke pale. Na alipotaka kuangamiza kila chochote kilichoweka wana wa Israeli utumwani, alitaka kiangamize, akitoe. Bwana asifiwe sana. Alipofika akakutana na Misri. Akaona huyu
Misri ni mmoja wa wale ambao wameteka Waebrania nyara. Akaona wewe nitaangamiza na nizike. Vile Yesu alipokuja akakuta wewe ni mtekwa nyara. Dhambi imekuteka nyara. Bwana asifiwe sana. Imekufunga, imekuweka mahali usipoweza jiweza. Akajitoa, akapigwa, akaangikwa msalabani, akaenda kaburini mpaka akazika ile dhambi. Baada ya kuizika ile dhambi, maajabu, amekuja, alinifia, akakufia wewe nami, wana wa Mungu wa Ibrania, wewe watawala, wale watakayemtukuza Mungu, wale watakayeishi katika sifa za Mungu, watakaoishi wakijikana kutokana na zile dhambi, zile zilizokuwa zimewazika, zimewafunga, zimewaweka nyara, hawawezi kutenda mapenzi ya Mungu. Akakuta hao pia ndio wanamenyana wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenyewe kwa wenyewe wamekosa kupinga ile dhambi, wenyewe kwa wenyewe sasa wameingiana. Tunaambiwa pale Musa hakuna jambo lingine. Amekuja kuokoa huyu, amekuja kuokoa huyu. Musa alidisapia na akatoka. Hili kanisa la Mungu, nyumba ya Mungu, tunapokaa maisha ya kuinukiana, ya kuishi katika njia zisizofaa, Yesu wetu atatoweka. Ukisema ya kwamba ninaye Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana, ni kutoweka. Wakati nitaishi maisha ya kusema ningali na Yesu, natembea na Yesu, lakini ninalolitenda ni kinyume na Yesu, kwa mwenzio na kwa mwenzako, mimi nitabaki bure, mwingine atabaki bure. Lakini tunahitaji mshindi wa kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule atakayeshinda, Yesu anahitaji mshindi peke yake. Kama mimi yule nitajiona ni mshindi lakini sijashinda, yule nitaamua kwamba hii ni dhambi, niwache dhambi, hii ni dhambi, niwache dhambi, hiyo ni mshindi. Yesu akija anakuja kunyakua huyo peke yake, sio akose uamuzi kati yangu na wewe uliye ndugu ama na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanatuambia Musa alitoweka, maana amekuta ukombozi aliouleta hauna maana kati ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vyema sana mtu mwenyewe ajue pale ni ushindani mkuu. Yesu anapokuja ni ushindani mkuu. Yesu anapokuja anahitaji mwenye kushinda dhambi, mwenye kushinda dunia, mwenye kushinda kamati za watu, mwenye kushinda udini, mwenye kushinda hali anayoiona, anayoisikia, akijua kwamba kuna tarajio ya yeye atakayekuja. Maandiko yanasema si maajabu, soma kitabu ya Sefania, ya kwamba watakuwa wanasimama wakimtukuza Mungu, lakini anapokuja ni kujichukulia aliye wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye wake. Na mimi, wewe unaweza kufanya kuwa wake kwa kuzingatia kutenda anayohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza kujifanya kuwa usio wake kwa kutenda kinyume naye. Wewe mwenyewe uamuzi ni wako, uamuzi ni wangu. Wakati ninapoenda kwake, anajua, kama vile alitambua Nicodemus. Nicodemus akamtambua, wote walijuana, lakini hapa kulikuwa ni nani atakayemnyakua mwingine, maana Yesu angeenda kwa Nicodemus.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nicodemus ndiye alihitaji Yesu. Kwa hivyo wakati ni wangu wa mimi kujua ninapokaa, ninapoishi, ninapotembea, mahali ninapokaa, ninapoongea, pasiri palipo na mwangaza. Maana mwangaza si kusema hiyo ndio siri, giza si kusema ni siri, lakini ni wewe kujua hapa nimefika, naweza kutenda itakayompendeza Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unaweza kujificha uwe unafanya mengine, unaweza kukaa umejificha lakini unafanya mengine kinyume na Yesu anavyotaka. Siri ni kumjua Yesu. Maana hata ukitenda ukuta huu ukiwa umezuia, ili bali ya kwa yale unayoongea, lakini kwa Yesu no. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vyema tumtafute Yesu na tuwe washindi. Ushinda dhambi, ukishinda dhambi utamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mbarikiwe sana. Nicodemus who needed Jesus. Sisi ndio tunamhitaji Yesu. Bwana asifiwe. So tutafute Yesu na atapatikana kwetu. Tusipomtafuta patikana. That's why katika kitabu cha Isaya Mungu anasema tafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu anasikia. So you need to call upon the name of the Lord. I just want us to raise up as we close this service. To smile. Then we shall sing this song. Then in your own words, just lift your voice unto the Father and tell him, Lord, I need you. For without you, I can do nothing. Without Jesus, we can do nothing. We are all hopeless in our state. We cannot do what we wish to do because of that sin that dwells in us. Jesus came to take that sin from our lives. And these are the sins that the Spirit of God has been speaking to us throughout the day. From the beginning of the service, those are the things that the Lord is speaking to us. They are binding us. They make us rise up against one another. Kama wale wa Israeli walivyoinukiana. Wakashindwa kujua kwamba Musa alikuja kuwaokoa wao. Musa alikuwa amekuja kuwaokoa wao. Lakini pia wakainukiana. Ile dhambi ilikuwa inaishi ndani yao, fanya wakainukiana. Nasi pia hiyo dhambi inayokaa ndani yetu inaweza kufanya tuinukiane sisi kwa sisi. Tuanze kupigana, tuanze kulana na kuumana, kuzozana. Hii ni dhambi inaishi ndani ya watu. That's what Jesus came to take away from us. Today we want it taken away from our lives for good, so that we may live as brothers and sisters, expecting Jesus to come and pick us to heaven. We'll just go before the Lord as we sing this chorus. Hakuna kama hakuna
lift your voice unto the Father. Lift your voice unto the Father. Tell God that any sin that dwells in my life, I want to be cleansed of it today. Today, that it shall not cause strife between brethren. It shall not cause war, misunderstanding, conflicts between brothers and sisters. Lord, we come to you, wicked as we are. Father, we come to you who has the power to sanctify us, who has the power to cleanse us from every evil, from every bad habit. Able, Lord Jesus, to cleanse us, Lord. Able to wash us from every bad habit, Lord. From every bad behavior, Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, come to us today, Lord, with your blood. With your blood, cleanse us. With your blood, wash us, Lord. With your blood, sanctify us, Lord Jesus. From bad habits, Lord, that causes strife, that causes war, that causes slander. Lord, I pray today in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Lord Jesus, wash us, Lord, with the blood that was shed on the cross, with the blood that cleanses us, Lord Jesus, with the blood that will cleanse us from every stain of sin. God cleanse us, God wash us, God set us free. Deliver us today, Lord Jesus. For we stand before you a people, wicked, evil, or kasha. Father, we need your blood to sanctify us. We need you to wash us, Lord. We need you to sanctify us. We need you to sanctify us, Lord. We need you to sanctify us, Lord. Oh, Father, we pray today. Jesus, we pray today. Lord, wash us now. Wash us with the blood. Wash us with your blood, Lord Jesus. Wash us, Lord. Father, we are weak, Hashem. We are weak in ourselves. We are weak, Lord Jesus. We are full of sin. We are full of bad behavior, bad habits, Lord. Father, we want you to sanctify us. We want you to wash us, Lord. We want you to cleanse us today. We want you to set us free from every bondage, Lord Jesus Christ. Bondage, Lord, Father, take us out of the bondage. Take us out of the sins that are binding us. Sins that cause strife. Sins that cause war. In the midst of brothers and sisters, Lord, we pray today, set us free. Deliver us, Lord Jesus. Cleanse us now, Lord, I pray. Cleanse every life in this place, Lord Jesus. We are calling unto you. You are our Father. You are our healer. You are our deliverer, Lord. You are able to deliver us from every wickedness. You are able to deliver us from every evil. I ask you today, Lord Jesus, come to our lives. Come to us, Lord. Come and touch every life in this place. Come and touch every soul. Everybody in this place, Lord, I pray, come and touch us, Lord. That we may give praise and glory unto you today. Because you are great and gracious. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord Jesus.
rely on you. We depend on your blood. The blood to cleanse us, the blood to wash us, your blood to sanctify us, your blood to set us free. God, we pray today, by your blood, visit us. Visit us by your blood and cleanse us from every wickedness, every evil, Lord, everything that hinders the flow of the Spirit in our lives. Father, we ask you to sanctify us, to remove it far from us, Lord. I pray today. Oh Jesus, we ask you, let the Spirit of God take full control of our lives. Take control of our lips. Take control of our minds, our bodies, and everything we do, that we may walk in righteousness and glory come unto the Father. Lord, we thank you today. We thank you, Father. Bless your people, Lord. Speak unto them. Reveal yourself unto them, Lord. Let your presence dwell in their midst. The Lord Jesus Christ, they shall know that the King of Kings loves them and cares for them, because you are God. We thank you. Heal the sick, Lord, and all that have different needs. We commit them in your hands. We ask you to meet their needs in the mighty name of Jesus. And we shall give you praise, glory, and honor today and forever, because you're our Father. We thank you and we bless you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. God bless you. God bless you. Meet at 3 o'clock.